Hivi sasa vyama vya siasa nchini Tanzania vinajiandaa na uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025. Siku ya leo nimefanya mazungumzo na mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Yeriko Nyerere, ambapo nimeanza kwa kumuuliza mabadiliko katika taratibu na kanuni za uchaguzi ambayo yanadaiwa yamekwisha kufanyika, ikiwemo kuanzishwa kwa tume huru ya uchaguzi. Kwa upande wenu kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, mna mtazamo gani juu ya hili? Reform ambazo zimefanyika kimsingi ni tofauti na mapendekezo ambayo tulikuwa tumeyatoa tangu awali wakati mchakato wa kuanzisha hizo reform unaanza. Zimekwenda kinyume, zimekuwa ni lugha zaidi kwamba ni tume huru, lakini kimsingi sio tume huru, ni tume ile inayochaguliwa na rais, ni tume ile ambayo maafisa wake ni wakurugenzi, ndio hao wanaitwa maafisa wa tume ambao tuliwapinga kwa nguvu zote. Hii tume haijawa huru kama tulivyokuwa tunataka iwe. Kwa hiyo maana yake inaitwa tume huru, lakini hiyo tume bado haina uhuru tena. Haina uhuru tena, ni tume ile. Kwa ujumla ni neno tu limebadilishwa pale juu kwamba itaitwa tume huru, lakini muundo wake na utendaji kazi wake ni ule wa tume ya zamani. Mengine yaliyozungumzwa ni kuhusiana na kufuta sharti la mgombea kupita bila kupingwa, pamoja na kuruhusu mikutano ya hadhara ambayo hadi sasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema inafanya mikutano hiyo. Mikutano ya hadhara haikuwa sehemu ya majadiliano ya mabadiliko ya sheria za uchaguzi, kwa sababu ile ipo kisheria, ilikuwepo kisheria, ila ilipingwa kiharamu, ilizuiwa kiharamu. Kwa hiyo uvunjifu wa katiba wa mamlaka ya urais haiwezi kuchukuliwa kama privilege unaporejeshwa. Serikali itakuwa iwajibike kwa kuweka zuio ambalo lilikuwa linakiuka katiba na sheria za nchi. Kwa hiyo hilo si sehemu ya msingi kwamba kuna mabadiliko yamefanyika, hapana, ila kulikuwa kuna uzuiaji wa kuvunja katiba na sheria za nchi. Umesema kuna baadhi ya reforms hazijafanyika kadri nyie ambavyo mlikuwa mnahitaji. Pengine ni reforms gani bado hazijafanyiwa kazi kiufasaha hadi hivi sasa? Mfano, mwenyekiti wa tume na maafisa wake na wakurugenzi wake tumesema wateuliwe na bunge. Iwe ni kazi ya kuomba, inateuliwa na bunge na inaidhinishwa na bunge. Lakini mpaka tunapozungumza saa hizi mwenyekiti wa tume, mkurugenzi wa tume na maafisa wake wote wanateuliwa na rais ambaye ni mgombea wa uchaguzi. Sasa unaweza ukaona tu kwa logic tu ya uhuru wa tume unatokea wapi. Tumekubaliana kwamba wakurugenzi ambao ni watendaji wa muhimili unaoitwa executive, manake watendaji wapo chini ya ofisi ya rais, tumeshauri kwamba hawa watu washiriki kwenye uchaguzi, kwa sababu wengi wa watendaji hawa ni makada wa Chama cha Mapinduzi, lakini hawa ni ndio sehemu ya washiriki wanaosimamia uchaguzi. Kwa hiyo kuna mambo mengi, kuna mengine ni ya ndani zaidi ya kimchakato, swala la uandikaji. Tulikuwa tumesema, tulipendekeza mambo mengi kwamba mtu anakuwa na utaratibu wa mfumo huu wa uandikishaji hausomani kati ya mtu aliyeandikishwa Mbutu Kigamboni na mtu aliyeandikishwa pengine Mbezi Beach. Mtu anaweza katoka hapa akaenda kaandikisha kula, kaandikisha, mfumo hausomani. Sasa unaweza ukaona jambo kama hili kwamba tunaandikisha watu ama tunatengeneza, hamna tofauti na daftari lile la kawaida la serikali za mitaa. Ni kwamba tu hili lina kitambulisho, lile halikuwa na kitambulisho, ilikuwa inaandikwa tu jina. Ni moja ya changamoto ambazo zipo kwenye hili jambo ambalo tunahitaji lifanywe mara. Na kuhusu maridhiano ya viongozi wa Chadema na serikali, Tundu Lissu amenukuliwa hivi karibuni akizungumza kwamba yale maridhiano au makubaliano hayakuwekwa kwenye maandishi. Labda ndio sababu ya kuja na no reforms no election, na huenda yangeandikwa kwenye maandishi, huenda operation hii singeanza kufanya kazi hivi sasa. Mimi ni muumini wa maridhiano na niliyaunga mkono maridhiano kwa nguvu kubwa, na nimekuwa nikiyahimiza. Nilipingana na baadhi ya wanachadema na baadhi ya viongozi walikuwa wakiyapinga maridhiano. Kwa mimi ni muumini logic ya kuweka maandishi kuwa inafanyika baada ya kufikia mwafaka wa maridhiano. Hadidu rejea tu za kawaida haziwezi kuwa sehemu ya maandishi, kwa sababu mazungumzo yalikuwa bado yanaendelea. Ni ngumu kuweka katika maandishi. Unapokwenda kusaini makubaliano ni kwamba tayari mmeshamaliza. Kwa hiyo kwa sasa hivi ilikuwa ni ngumu kuweza kusema utaandika kwa logic ninayoielewa, lakini ninachokielewa ni kwamba ilikuwa ni ngumu kusema utaiweka kwenye maandishi wakati bado majadiliano yanaendelea.
Lakini swala ambalo limeibua hisia za watu wengi na wengine kutoka katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ni kutokana kwa kupigwa kwa mwenezi Bawacha, hapa namzungumzia Sigrada Mligo. Pengine tukio hili kwa namna moja ama nyingine linaleta taswira gani sasa kwa chama chenu? Linaleta taswira mbaya sana, na binafsi nimelishaitolea maelezo kwa maana ya kutoa maoni yangu. Haijalishi kwa namna yoyote, haijalishi kwa muundo wa aina yoyote, hakuna justification ya kupiga mtu kwa aina yoyote ile. Hakuna justification ya kupiga, awe alifanya fujo, awe alipingana, hakuna justification ya kumpiga. Na kwa maelezo ya mtu ya Muhanga, anasema amepigwa na ameeleza vizuri sana maelezo ya maadui zetu ambao tunaamini ni maadui ambao sisi tumelegea kuchukua nafasi yetu ya kuzuia maadui wasiingilie swala hili. Maadui wameingilia, na ndio siasa. Sisi tumeshindwa kukaa kwenye eneo letu la kisiasa kuzuia hiyo propaganda. Maadui wameingia. Wakiingia maadui, usilalamike, nenda ka counter attack. CCM wameingilia jambo hili na wamelifanyia siasa kweli kweli. Mimi binafsi silaumu, na laumu upande wetu. Tumeshindwa kukaa kwenye nafasi yetu, tumeshindwa kuteki responsibility yetu, tumeruhusu maadui wameingia. Mfano, baada ya lile shambulizi na baada ya polisi kutoa taarifa, viongozi wa chama wilaya, viongozi wa chama mkoa, viongozi wa chama kanda wangekwenda pale hospitalini na kumjulia hali na kusema wanaungana na jambo hilo na kulaani, ama pengine kwa namna yote kulaani. Nani angelichukulia kwa namna ambayo sema wameichukulia? Hata sisi tulikuwa tumeshaziba mlango, wasingeingia pale. Binafsi nimeliona, na umeona baada ya karibu wiki na kitu ndio chama kinatoa kauli, alafu kauli yenyewe ni kauli ambayo mimi nimeisoma kauli, sikubaliana nayo, sababu kauli ilikuwa inamtishia Muhanga. Unasema utafanya uchunguzi, alafu unamtishia. Sasa ukimtishia huyo Muhanga atatoa ushirikiano na wewe. Kwa hiyo ni jambo ambalo kidogo ilikuwa nadhani chama changu kinahitaji kitulie kwenye jambo hili, kinahitaji kiliendee kwa umakini, kwa sababu jambo hili ni la kisiasa. Mchezo huu ni wa kisiasa, ukicheza vibaya unakwenda kupata matokeo mabaya. Kwa hiyo kimsingi siafiki aina yoyote ya kutweza utu. Tena mtu mwenyewe ni mwanamke. Chama chetu kinapinga violence za aina yoyote dhidi ya wanawake. Kwa hiyo ni lazima tusimame, tukemee, tusimame tulipinge kwa nguvu zote, whatever, kwa vyovyote vile ambavyo pengine inaweza likachukuliwa. Lakini cha kwanza tunahitaji kukondem kwa nguvu kubwa sana kama chama, na pengine hatua kuweza kuchukuliwa dhidi ya aliyehusika. Hiyo kwa utaratibu, ninachokiamini kama chama chetu kitachukua responsibility hiyo, kinaweza kuchukua hatua madhubuti dhidi ya mtu aliyehusika. Lakini ninachokiamini ni kwamba jeshi la polisi kwa maana ya vyombo vya ulinzi na usalama wamesema wanachukua hatua kwa maana ya wanafuatilia, lakini binafsi wasiamini sana katika eneo la jeshi la polisi. Inabaki ni eneo la kisiasa zaidi. Mangapi yametokea ndani ya Chama cha Mapinduzi hawajachukua hatua? Mangapi yametokea ndani ya nje ya Chama cha Mapinduzi hawajachukua? Kwa hiyo hata hili sioni wao wakikuwa hatua. Ninachosema ni kwamba lazima kuwe kuna responsibility ya kisiasa. Kukiwa na political responsibility itaweza kuondoa hizi issue ndogo ndogo hizi. Waelewe tuna mikataba ya kimataifa, na sisi kama chama cha siasa cha kidemokrasia tumeridhia kulinda haki za wanawake kwa aina yoyote ile. Hatuwezi kuruhusu hili jambo litokee. Limetokea lingine Segelea hapa, pamoja na kwamba limezimwazima, lakini lazima tuyazuie matendo ya aina hii. Amos Makalla hivi karibuni amenukuliwa na vyombo vya habari akizungumza kwamba katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuna matatizo makubwa, ikiwemo mgawanyiko katika chama hicho. Pengine hili nyenye mnalipokeaje na mnatoa kauli gani juu ya jambo hili? Vyama vya siasa vyote vyenye nguvu vinavyoweza kushika madaraka havikosagi msuguano. Ndani ya CCM kuna mgawanyiko mkubwa sana, mkubwa kuliko watu wanavyofikiria. Yoyote anayetanua mdomo kukosoa lolote anafukuzwa wanachama. Huo ni mgawanyiko mkubwa. Makamu mwenyekiti wa chama amejiuzuru bila hata mtu kujua nini kimetokea, kaamua tu kujiuzuru. Wamekuja kurepress juzi. Kwa hiyo kuna mgogoro mkubwa ndani ya CCM ambayo mimi kwenye vyama vya siasa migogoro ni jambo la kawaida, na sio haiitwi migogoro, inaitwa migongano ya mawazo. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Na kwa vyama vya kidemokrasia kama Chadema ambacho kina ufuasi mkubwa, na wafuasi wake sio mang'ombe, ni watu imara. Na ukiona mtu yuko
Chadema, manake huyo mtu ni mtata kweli kweli. Ukiamua kubishana naye utabishana naye masaa 24. Ndio maana unaona yupo Chadema. Angekuwa zombi angekuwa CCM ambako ni kulaini tu kwamba unasema hewa la mjomba wacha lizame. Huku kwetu ni hoja. Jibu hoja, hakuna unayeweza kumzuia asizungumze. Kwa hiyo ni jambo hilo. Kwa hiyo ni hizo zinazoitwa migawanyiko, sio migawanyiko, ni hoja ndani dhidi ya hoja fulani. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kwenye siasa. Umemzungumzia makamu mwenyekiti, umesema kwamba kuna migogoro mpaka yeye ameweza kujiuzulu, lakini yeye alisema anahitaji kupumzika. Ni yeye. Bahati nzuri zaidi CCM kuna kitu kinachoitwa wanakiita ni uwezo wa kuhimili migogoro na kuizuia. Kwa sababu CCM ni chama dola. Udhibiti wa migogoro unatumika mekanizmu za kidola. Kwa hiyo tunaposema tunamfukuza mwenyekiti au uongozi fulani, huyo mtu hafukuzwi, anakuwa monitored under security system za nchi. Kwa hiyo manake chama cha CCM kwa lugha rahisi ni chama dola ambacho uwezo wake wa kudhibiti migogoro ni mkubwa. Ukiona kuna kelele huku nje, manake uko ndani ni mvuto kubwa sana, lakini kina uwezo wa kuhimili. Chadema hakina jeshi. Chadema hakina vyombo vya ulinzi na usalama. Kikiamua kuchukua hatua, manake kinaweza pambana kwa kutumia masi. Hii masi ya watu ndio ulinzi wa hiki chama. Na ni namna gani tunavyoweza kupambana ni hivi. Kama wao tunakwenda tunasema sisi nguvu yetu ni nguvu ya umma. Lakini CCM nguvu yao watakwambia ni Central, nguvu yao ni TRA, nguvu yao ni TAKUKURU, nguvu yao ni uhamiaji. Hizo ndio mekanizmu za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo unaweza ukaona hizo aina ya tofauti ya uwezo wa kuhimili migogoro. Chadema sasa kuna baadhi ya wanachama wapya ambao inawapokea, lakini tumeshuhudia kuna wanachama wengine akiwemo katibu wa Chadema mjini Iringa ambaye anafahamika jina la Chibara. Yeye ameenda kule kutambulishwa CCM akiondoka Chadema kwamba hajaielewa no reforms no election pamoja na mambo ambayo yanaendelea kwenye chama cha Chadema. Pengine sasa hii inaleta taswira gani na hali kwa nini inakuwa katika mtindo huu? Ni unajua kila mtu ana matarajio yake kwenye hizi siasa. Hakuna anayeingia kwenye siasa yani wewe uingie kwenye siasa ukitegemea matarajio ya mimi ndio matarajio ya kwako. Kila mtu anayeingia kwenye siasa na malengo yake. Kwa hiyo wewe ukiona malengo ndani ya Chadema huyapati, katafute kwingine, tuachie sisi na sisi kila mtu ana malengo yake. Kwa hiyo nimeona katibu wa Chadema Iringa, kuna mwingine alikuwa mgombea wa Chadema uchaguzi 2020 huko kanda ya Ziwa, naye amejiondoa. Kuna tatizo. Mimi najiona kuna tatizo ambalo pengine watu walikuwa na malengo tofauti, walikuwa na malengo fulani lakini wanaona hayajatimia. Kwa hiyo kuhama chama sio dhambi, katafute. Ndio maana vyama vya hiari hivi kulazimishwi. Yaani wewe ukishaona hapa kufai, katafuta sehemu nyingine. Sioni kama kuna tatizo yeye kuhama, na ieleweke kwamba yule katibu walikuwa ni wafuasi wa Msigwa wale, na wafuasi hawa walikuwa ni wanapambana kwa kila namna. Pengine kitendo cha Msigwa kutokurudi Chadema na kuendeleza mission yake ya kukishambulia chama, inawezekana ndio ilikuwa lengo lao. Kwa hiyo tuwaache waendelee na maisha yao, sisi tujenge chama chetu. Tumeshuhudia vyama kama ACT Wazalendo vimeanza kuibuka na kuonyesha kwamba vinaunga mkono mabadiliko katika taratibu za uchaguzi. ACT wao hivi karibuni kupitia mwenyekiti wao Sem amesema kwamba wanaomba hata asasi za kimataifa ziweze kusaidia kushinikiza serikali kuweza kufanya mabadiliko katika masuala mazima ya uchaguzi. Pengine hii nyinyi inawapa nguvu kiasi gani kama vyama vya upinzani? Inategemeana. Unajua msimamo wa ACT ni tofauti sana na msimamo wa Chadema. ACT hawaungi mkono no reform no election. Wao wanaunga mkono mabadiliko. Hawatuelezi yatatokea katika msindani, lakini wanaunga mkono mabadiliko. Hawaungi mkono no reform no election. Binafsi ninatazama kwamba kuunga mkono mabadiliko ni jambo jema, lakini nzuri zaidi kwao wangeungana na upande wa Chadema unaohubiri no reform no election. Tungepata nguvu ya pamoja, lakini kila nikiwatazama wako kwenye mchakato wa kushiriki uchaguzi tena kwa nguvu kubwa, na wanashiriki kweli, hawatanii. Wao wanafanya perepere kila namna Chadema isishiriki uchaguzi. Wanaamini isiposhiriki uchaguzi Chadema manake wao wanateka hapo. Na wanajaribu kufanya blackmail. Tunaunga mkono ili Chadema waamini kwamba wanaungwa mkono na ACT. Nyuma ya pazia wanaendelea na mchakato wa uchaguzi. Chama cha kukiamini kwa sababu ni chama ndugu na Chama cha Mapinduzi. Wanaendesha serikali ya ubia kule Zanzibar. Hata siku moja ACT haiwezi kuidhuru CCM kwa sababu wanaubia katika utawala. Wanaubia maisha yao na uhai wao wanategemea fadhila ya Chama cha Mapinduzi pale Zanzibar ili waweze kuendesha chama chao. Kwa hiyo hawawezi kuwa against na Chama cha Mapinduzi. Na kupa hongera
kwa kushiriki katika kushindania tuzo za mwandishi bora wa vitabu Afrika na kijana mwenye ushawishi Afrika. Asante sana. Ni tuzo kubwa za Afrika. Za Young Achievers zitafanyika Kigali, Rwanda. Tunataraji kuanzia tarehe 3 ndo tukio litafanyika. Labda kwa faida ya mtu ambaye anapenda kukufuatilia au anatamani ashiriki labda katika upigaji kura, utaratibu upoje? Labda utaratibu umewekwa hapo kwenye ukurasa wangu hapo. Ukienda ukifungua zile moja ya link zile nilizoziweka, unaenda inakuelekeza, unaenda unapiga kura yako. Kwa kila siku unaweza kupiga kura moja, na ukishapiga tu itakuletea message kwamba tayari umepiga kura. Ndiyo, ni jambo kubwa, nchi zaidi ya 50 na kwangu mimi ni mwendelezo. Hii itakuwa ni tuzo ya 6 na shiriki. Ninaamini kama nitashinda nitakuwa nimeshinda tuzo ya 6, na tangu tuzo hizo nianze kushiriki zote nimefanikiwa kushinda. Nimeshinda tuzo ya Zikomo ya mwaka 2023. Nikashinda tuzo ya Shining Star ya mwaka 2024. Nikashinda tuzo ya MVAA ya mwaka 2024. Nikaja nikashinda tuzo ya Zikomo tena muhula wa pili 2024. Nikashinda tena tuzo inaitwa ya mshawishi au kiongozi bora Afrika ya Zikomo. Kwa hiyo nikashinda tuzo 5. Na sasa hivi nashindania vipengele viwili. Kama ukishinda vyote zinakuwa ni tuzo 2 unachukua. Nitakuwa na tuzo 2, lakini jumla nitakuwa na tuzo 7 kononi. Ni hatua kubwa kweli. Hongera sana. Asante sana, ni hatua kubwa. Pengine tukiwa sasa tunakaribia mwishoni, labda una neno gani kwa Watanzania pamoja na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema? Ninasema kwamba Chadema na wanachadema tulinde hiki chama kwa nguvu kubwa. Malengo makuu ya chama kwa mujibu wa katiba ya chama chetu ni kushika dola. Hakuna kingine chochote kinajafisha chochote. Na tutashika dola kwa njia ya uchaguzi. Hatuna njia nyingine. Sisi ni chama cha siasa, hatuwezi kwenda msituni. Ni chama cha siasa ambacho hatuwezi kwenda msituni. Maisha yake ni uchaguzi, na uchaguzi ni Chadema. Tumekubaliana no reform no election. Ni lazima tukaifafanue tunakwendaje kuzuia uchaguzi. Lazima tufafanue kwa wananchi. Hatuwezi kuwahubiria no reform no election malalamiko. Tuwaambie tunakwenda kuzuia uchaguzi kwa njia 1, 2, 3. Hiyo ndio njia ya kwanza. Lakini kitu kingine ambacho ni muhimu zaidi, wanachadema waangalie chama chao kikianza kutoka kwenye msingi na malengo ya chama, wasikae kimya. Hawatakipata chama kingine zaidi ya Chadema. Hata kama itapita miaka 50, hawatakipata chama kingine zaidi ya Chadema. Hiki chama kikifa, chama kikianza kutoka kwenye misingi na malengo yake, wanachadema wasimame wima, wazungumze, wasimame wima, washauri chama, wasimame wima, wakemee chama. Nakushukuru sana Yeriko Nyerere. Asante sana. Bila shaka umemuelewa vyema Yeriko Nyerere ambaye amezungumza mengi katika uga wa kisiasa. Asante mwanafamilia wa Mbayu TV kwa kuichagua Mbayu TV. Endelea kuifuatilia Mbayu TV ili usipitwe na habari mbalimbali, na kuomba subscribe katika YouTube channel yetu. Lakini pia unayo nafasi ya kutoa maoni yako kuhusiana na majadiliano niliyofanya na Yeriko Nyerere. Lakini pia pale Instagram tufuate, jina letu ni Mbayu TV. Asante, ulikuwa nami Martin Mbilinyi. Endelea kuwa nasi.